Askofu Mkuu Renatus Nkwande mwanzoni alipokuwa anatuongoza. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Askofu Mkuu Renatus Nkwande mwanzoni alipokuwa anatuongoza alisisitiza sana mambo ya uinjilishaji. Na baadaye mhubiri wetu Baba Severin pia alitaja hiyo uinjilishaji pia. Naomba na mimi nibaki katika mstari huo ili tusiwe na mawazo mengi. Kuna kishawishi sasa ndani ya kanisa, lakini zaidi nje ya kanisa, kwamba watu wanafikiri kwamba tunaweza kuinjilisha dunia au ulimwengu tukitembea na ulimwengu. Tukitaka kufanya uinjilishaji wa kweli na wa kina, hatupaswi kuandamana na dunia. Tunapaswa kuiacha dunia na kuitangulia dunia. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuitangulia dunia na kuipeleka dunia kwa Kristo, sio kuambatana nayo. Kama ilivyo tangu mwanzo kwamba kanisa linapaswa kuongoza dunia, linapaswa kuongoza ulimwengu. Waermiti wa mwanzo tunakumbuka waliacha dunia ili waiongoze dunia. Kwa neno la Kilatini fuga mundi. Kanisa inayooa roho ya dunia hii au ya ulimwengu huu inaweza kuwa mjane. Kivipi? Bwana wake anaweza kuiacha, ambaye ni Kristo mwenyewe, na linaweza kuwa tasa pia kwamba halitazaa. Kwa hiyo kanisa la kweli linapaswa kuiacha roho ya dunia hii ili watoe watu kwenye dunia, na vinginevyo tukiambatana na dunia tunaweza kuwa tasa, wajane, na hata wakati mwingine kufa kabisa. Basi kama leo sikukuu ya Mtakatifu Yosefu alivyolilinda familia, tunamwomba Bwana mwenyewe aendelee kulilinda kanisa lake na kulitakasa. Alilinde kanisa la Bariadi, alilinde kanisa la Tanzania, alinde kanisa popote ulimwenguni. Tunaelewa bila yeye, Kristo mwenyewe mwenye kanisa haliwezi kusimama imara dhidi ya dhoruba zozote. Tunaomba Bwana aendelee kulitegemeza na kuliongoza siku zote kwa neema yake. Jimbo jipya la Bariadi, asanteni sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.